Naam, barikiwa sana. Mungu akubariki kwa muda huu mwema wa baraka. Ninamshukuru yeye kwa sababu amenipa kibali na nguvu ya pekee kabisa. Na kila mmoja wetu siku ya leo afahamu kwamba niko Kahama kwa ajili ya mkutano ule mkubwa tunaouandaa kwa ajili ya kazi ya tarehe 3. Sijui kama sauti yangu unaisikia vizuri hapo ulipo, lakini naamini unaweza ukapokea baraka tele kabisa kwa kadiri ya neema ya Mungu ambayo inakuja kwako. Mwana wa Mungu, tumeongea mambo mengi sana kuhusu imani, kuhusu uwezo wa Mungu, kuhusu baraka, na nina hakika kila mmoja wetu anao ushuhuda kwa eneo lake, hasa wale ambao mmefuatilia kwa muda mrefu programu hizi za Sauti ya Uponyaji TV. Leo nina jambo jipya kwa sababu Biblia inasema msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani, kwa sababu Mungu atafanya jambo jipya. Kwa nini Mungu hataki tuwazie yaliyotuumiza kabla? Mara nyingi mtu anayekumbuka mambo ya zamani yaliyomuumiza hawezi kupata akili ya kukabili mambo mapya ambayo yanakuja mbele yake. Mwae kujiuliza kwa nini Biblia inasisitiza sana kuhusu msamaha? Mungu anataka watu wasamehe. Kwa nini anataka wasamehe? Anataka wasamehe kwa sababu unaposahau yaliyopita, Mungu anafanya mambo mapya. Ndani ya moyo wako weka imani kwamba kila kitu kinahitaji uwe na mtazamo mpya ili upate kitu kipya. Huwezi kupata kitu kipya kwa mtazamo wa kale. Ndio maana wakati mwingi unapaswa ukielewa kwamba jambo fulani ukilifanya muda mrefu linagoma, basi badili tendo lako, badili jambo lako, badili namna ya kutenda ili upate matokeo tofauti. Kwa hiyo leo ninataka niseme hivi na wewe kwamba Mungu anataka kufanya jambo jipya. Muda huu sahau yaliyopita, samehe maadui zako, wasamehe waliokutendea mabaya, alafu andaa moyo wako ninapokwenda kuomba kwa ajili yako. Nataka nikuombee baraka za ajabu sana ambazo zitafanya miujiza mikubwa sana kwenye maisha yako. Kwa kuwa umeamini na uko tayari kwamba niombe kwa ajili yako, tuifanye siku ya leo kuwa ni siku ya kutamkiwa mema, siku ya kutamkiwa baraka, siku ya kupokea vitu vikubwa ambavyo kwa akili ya kibinadamu usingeweza kupokea. Kwa hiyo nitakuombea hizo baraka na utazipokea hapa. Mungu hajawahi kushindwa wakati wote, yupo tayari kuruhusu baraka kwa watu. Lakini tunakosa hizo baraka kwa sababu tunakuwa na mambo tumeyashikilia moyoni. Kuna watu walituumiza na maneno yao waliosema kwetu yamechukua nafasi ya maneno ya Mungu. Tunasema tuliambiwa hatutarudiwa tena. Tuliambiwa hatutafanikiwa tena. Tuliambiwa tutakufa. Tuliambiwa hivi au vile, mambo ambayo ni magumu sana. Sasa unapoyaweka yale mambo moyoni, yanazuia jambo jipya la kiungu kuzaliwa kwenye maisha yako. Nataka siku ya leo nikwambie Mungu anaweza kufanya jambo jipya. Likumbuke hilo tu, ya kwamba tazama Bwana atatenda jambo jipya. Ninaziona baraka za Mungu kwenye maisha yako. Kwako wewe ambaye ulidhani kwamba umeachwa, Mungu hajakuacha. Wewe ambaye umekuwa maskini, huna chakula nyumbani cha watoto wako, hujui watakula nini, nisikilize neno la Bwana. Mungu atakupa wewe upako wa kupata neema, na nyumba yako haitakuwa na njaa milele.
Natabiri baraka kwa ajili yako wewe uliyekuwa mgonjwa, hujiwezi kabisa, Mungu akupe uponyaji. Natabiri kwako wewe ambaye umeachwa, Mungu akupe neema ya kukumbukwa na thamani yako irejee tena juu yako. Natabiri kwa ajili yako ambaye ulitafuta pesa kwa muda mrefu, lakini baadaye pesa zimekukimbia, umebaki maskini. Hata wale uliokuwa unawapa msaada wamekuacha, wamekudharau, hawana matumaini juu yako na wanakudhihaki wakisema hutainuka tena. Sikilize neno la Bwana, liko tumaini katika siku zako za mwisho. Ikiwa mti uliokatwa unaweza ukatoa machipukizi tena na ukastawi, ndivyo itakavyokuwa kwako. Uchumi wako utainuka tena. Wewe uliyekosa elimu na umejikuta maisha ni magumu na unasema ningejua, ningesoma ningefanikiwa, lakini unajutia hali iliyokupata wakati ambapo ulitakiwa usome. Hali iliyokupata ilisababisha usisome shule. Nisikilize neno la Bwana. Wapo watu ambao hawakubahatika kwenda shule, Mungu amewabariki, wameajiri wasomi. Inawezekana kwako baraka za Bwana zikaja kwa mlango wa Yusufu, yule ambaye hakuwa na darasa hata moja, aliuzwa angali mdogo akawa mtumwa, lakini Bwana akamfanya kuwa mkuu katika nchi ya ugeni. Natabiri amani, uweza na baraka juu yako wewe ambaye moyo wako unazimia kwa sababu ya magonjwa. Umetibiwa kwa muda mrefu, umetumia mali nyingi, umefilisika kwa sababu ya matibabu. Bado hali yako imekuwa nzito sana. Nisikilize neno la Bwana. Bwana asema hivi ya kwamba yeye atakuponya nawe utaponyeka. Angalia Ayubu namna alivyopata shida. Magonjwa yake yalikuwa ni mabaya sana. Aliugua majipu mwili mzima. Hapakuweko mahali ambapo ngozi yake ilikuwa haijaumizwa. Naye akijifunika, ngozi yake ilishikamana na mashuka kwa sababu ya usaa na madonda. Lakini ipo siku ambayo Bwana alimponya Ayubu na kumrudishia uteka wake. Biblia inasema Mungu akamzidisha zaidi ya alivyokuwa kabla hajapitia mambo hayo magumu. Unajuaje? Yamkini upo katika njia hiyo ya Ayubu na Bwana akupe mlango wa Ayubu. Usivunjike moyo wewe uliyeachwa peke yako na familia. Mumeo amekukimbia au mkeo amekukimbia, uko katika hali mbaya. Watoto wanakutazama peke yako na unawaza jinsi gani uzao huo utakuwa baraka katika dunia hii. Nisikilize neno la Bwana. Mungu wangu amenituma kutangaza ya kwamba hali hiyo haitadumu. Hawa watoto ulioachiwa ni wafalme. Usiwakatie tamaa, wala usiwatupe, wala usiwakimbie nawe. Watunze, Bwana atatoa njia, watakula, watakuwa wakubwa, mwisho watakuwa watawala, wataleta heshima iliyopotea nyumbani kwako. Mungu ni wa majeshi, ana nguvu ya kuwapigania ninyi. Maadui zako wamekuzunguka pande zote na unaona huna msaada wowote, unalala usingizi wa mang'amng'amu. Nguvu za giza zimetawala nyumba yako kulia na kushoto, na pande zote kuna hali mbaya. Nisikilize neno la Bwana. Bwana asema hivi juu yako: ataagiza malaika wake waje wakulinde nyumbani kwako. Biblia inasema kila silaha itakaofanyika juu yako haitafanikiwa. Ndiposa imeandikwa ya kwamba yamkini wapo watu watakao kusanyana kinyume chako. Watu wote watakao kusanyana kinyume chako wataangamizwa. Hapana mtu hata mmoja atakayeweza kusimama mbele yako. Kwa sababu imeandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, wale wote watakaoinuka kinyume chako wataanguka kwa ajili yako. Bwana atawaangusha. Bwana hataruhusu mabaya yaingie tena katika nyumba yako. Bwana hataruhusu misiba itokee tena katika nyumba yako. Yamkini umelia sana na kuona wewe unayelia kwa sababu ya watu wanaokufa mwaka hadi mwaka katika nyumba yako.
na nyumba yako imekosa furaha, zikisikika kelele ni za msiba, na nyumba ya jirani yako ukisikia kelele, watoto wanaolewa, sherehe na harusi, Bwana ataugeuza msiba wako kuwa sherehe. Hapata tokea mauti katika nyumba yako, wala hutazika watu wangali vijana kabla hawajatimiza umri wao. Yote haya yanawezekana, asema Bwana. Unapaswa tu kuchukua neno hili la imani na kuliweka ndani ya moyo wako, ya kwamba nabii amesema kwa niaba ya Mungu. Biblia inasema, tazama nimeyatia maneno yangu kinywani mwako, nawe utakwenda kuyasema kwa kila mtu nitakayemtuma kwako, naye atakwenda kuyasema yale maneno niliyoyaweka katika kinywa chake. Hivyo ninaposimama saa hii mbele yako, ninakuona umekosa ajira kwa muda mrefu sana, kiasi ya kwamba umekata tamaa na unahisi una mkosi wa umaskini. Mungu anaweza kukupa njia leo. Liamini neno hili la kinabii, kwa sababu iko nguvu inakwenda kufuatilia maisha yako na kukutafutia wewe kazi ya kufanya. Biblia inasema, nitaibariki kazi ya mikono yako. Basi nabariki milango ya kazi itokee kwako bila kujali taaluma yako. Mungu akupe neema ya kupata ajira njema itakao kufanya uwe na kipato na kuleta mafanikio kwenye nyumba yako. Nilikujulisha juu ya mpango wa Mungu wa kutajirisha watu kwa mwaka huu 2025. Ndio sababu nilikwambia mwezi huu unaoanza siku ya tarehe 7 tutaijenga tena madhabahu katika nyumba yako. Andaa vitu vya madhabahu utakavyoviweka katika nyumba yako. Nilikueleza utaandaa mafuta, chumvi, maji. Andaa watu utakaokaribisha katika nyumba yako na sadaka yako. Bwana ataileta ile neema iliyokuu, itaifunika nyumba yako, na nyumba yako itajaa utukufu wa Bwana, na chochote utakachomwomba Mungu katika madhabahu siku hiyo, Mungu atajibu. Usivunjike moyo, wewe uliyetasa, wewe usiyezaa, wewe ambaye unanyanyaswa na mawifi zako na ndugu wa mumeo wakisema, lini utatuzalia? Ilikuwa hivyo kwa Lea, kwa Raheli. Raheli alilia kwa sababu hiyo, lakini alizaa mfalme. Ilikuwa hivyo kwa Hana, alilia lakini alizaa mfalme. Tazama, utazaa watoto wa maana kuliko waliokutangulia. Ondoa hofu, ondoa mashaka, litumaini tu neno la Bwana, ya kwamba hakuna jambo gumu kwa Mungu. Yote yanawezekana. Ndio sababu amemtuma nabii ili nitangaze kwamba wewe sio mtu wa kufa. Utaishi, hautakufa. Biblia inasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Mungu. Nenda kawaambie ndugu zako na majirani zako na watesi wako na watu wa nyumbani mwako ya kwamba Bwana amekutokea, amekwambia ya kwamba maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Usisite kutabiri mema juu ya maisha yako. Biblia inasema Ezekiel aliona mifupa mitupu iliyogawanyikana mmoja mbali na mwingine. Lakini Bwana alimuuliza Ezekiel, je, unajua ya kwamba mifupa hii inaweza ikaishi? Naye Mungu alimwambia Ezekiel atabiri juu ya ile mifupa. Naye alipotabiri, mifupa ikakusanyana, naye baadaye likawa jeshi kubwa la Bwana. Nataka kusema na wewe, inawezekana familia yako imetawanyika, uchumi wako umegawanyika, kila kitu hakiko mahali pake. Uko upako utakaorejesha kila kitu mahali pake, nao utakuwa mtu mkuu kuliko maadui zako. Jenga imani hii ndani ya moyo wako, usiwe na hofu.
sababu kila lilo jema lipo mkononi mwa Bwana. Biblia inasema, nami nitapita katika njia za haki ili niwalithishe mali wanipendao. Tazama, Bwana ameamuru ya kwamba tarehe 7 mwezi huu iwe ni siku ya wewe kupokea baraka na urithi wako na urithi wa watoto wako. Hautaaibika, utapewa heshima badala ya aibu. Takusomea Isaya 54 uone jinsi ambavyo Mungu anazungumza juu yako, uliyeachwa na kutupwa na kurushwa na tufani. Mungu hajawahi libadili neno lake likawa uongo. Biblia inasema jumla ya neno la Mungu ni kweli, na kwa hiyo ameliweka neno hili kinywani mwangu nitangaze ya kwamba kila lililo jema uliolisubiri kwa Bwana litatimia kwako. Usiogope wewe uliyeachwa, wewe uliyeonewa, wewe uliyetupwa, wewe usiyethaminiwa. Bwana atakupa taji ya haki na nyota yako itang'aa, kila mtu atauona uzuri wako. Usiogope wala usifadhaike moyoni mwako, kwa sababu imeandikwa katika Isaya 54:1, imba wewe uliyetasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako ukiimba, piga kelele wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake aliyeolewa, asema Bwana. Panua mahali pa hema yako, uyatandaze mapazia maskani yako, wanaotandaza usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako. Kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watamiliki mataifa. Wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Watoto wako wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Usiogope, maana hutaaibika, wala usifadhaike, maana hautaaibishwa, wala hautatahayalika, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako. Pia mashutumu ya ujane wako hautayakumbuka tena. Na kuona wewe uliye mjane, uliyefiwa, na waliobakia wamekuonea. Huwezi kumwamsha tena mpendwa wako, umebaki na machozi. Watoto wako wamekosa baba, wamekosa mfariji, wamekosa mfalme wa familia yako. Bwana asema hivi ya kwamba yeye ni mume wa wajane, atasimama kama baba wa yatima, atawafanya watoto wako kuwa watu wenye nguvu katika dunia hii. Usikate tamaa wala usirudi nyuma, maana Bwana yuko tayari kuinua maisha yako, kwa sababu muumba wako ni mume wako. Bwana wa majeshi ndilo jina lake, Mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Hiyo ni Isaya 54:5. Mstari wa 6 anasema, Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana tupapo, asema Bwana Mungu wako. Kwa kitambo kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Kumbuka, ulidhani ya kwamba Bwana haoni shida ulio nayo. Yeye anasema ilikuwa ni kitambo kidogo tu, alikuacha uteseke, alikuacha uone njaa, alikuacha ufukuzwe kodi, alikuacha uhangaike, lakini kwa rehema zake nyingi ameahidi kukukusanya. Mstari wa 8 anasema, kwa ghadhabu ifurikayo nalikuficha uso wangu kwa dakika moja, ila kwa fadhili za milele nitakurehemu, asema Bwana mkombozi wako. Alikuficha dakika moja tu. Labda uliona kwamba umeteseka kwa miaka 7, miaka 10, miaka 5, mwaka mmoja, lakini Biblia inasema yule mama alitokwa na damu kwa miaka 12, ila kwa siku ile moja ambayo Bwana alileta rehema juu yake, historia iliandikwa. Itaandikwa historia juu yako ya kwamba ulikuwa umekosa msaada, lakini siku moja ulipotazama Sauti ya Uponyaji TV, upako ulikuja juu yako na Bwana alibadilisha historia ya maisha yako kabisa.
Iweke jambo hili moyoni na uiandike tarehe ya leo kwamba umesikia kinachohusu mafanikio yako. Hautalia tena, hautaomboleza tena. Bwana atakuinua kutoka hapo ulipo na kukupeleka katika utukufu wake. Mstari wa 10 anasema, maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wa Mungu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Anasema vilima vitaondoka, lakini fadhili na wema wa Mungu havitaondoka kwako, asema Bwana akurehemuye. Mstari wa 11 anasema, ewe uliyeteswa, uliyerushwa na tufani, usiyetulizwa, tazama nimeweka mawe yako ya rangi nzuri, nitaweka misingi yako ya akuti na samawi. Bwana anaahidi kufanya baraka kwa ajili yako uliyeachwa, wewe usiyetulizwa. Hakuna anayesema pole, hayupo anayekubembeleza ukiumia moyo. Umeachwa peke yako, unapambana mwenyewe kila kitu. Hata wale unaowasaidia wamegeuka, wanakuona si kitu cha maana kwenye maisha yao. Huo moyo wa huruma aliokupa Mungu ni utajiri, na ndio msingi wa baraka zako anazokupa hii leo. Na kwa hiyo jiandae kwamba tarehe 7 haitakuwa siku ya kawaida kwako. Tutaanza ibada yetu mapema saa 2 mpaka saa 1 hadi saa 5 usiku, tukiachilia upako kwa masaa yote 5 siku ya tarehe 7. Andaa vitu vyote nilivyokueleza: chumvi, maji na mafuta, majirani zako na sadaka yako ya amani. Hii ndio ahadi ambayo Bwana anasema ataifanya. Na wewe uliyelia sana kuhusu watoto wako, lisikilize neno la Bwana. Mstari wa 13 Isaya 54, na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Umefundisha sana, umelea sana, watoto wako hawajafundishika. Bwana atawafundisha. Bwana atawafundisha jinsi ya kufanikiwa, atawafundisha jinsi ya kupata mali, atawafundisha jinsi ya kuishi na watu, atawafundisha jinsi ya kukutunza wewe kama mzazi, atawafundisha jinsi ya kumtumikia, atawafundisha namna ya kuwa na adabu, atawafundisha katika kila lililo jema linaloweza likaupa moyo wako amani, nao ukaona ya kwamba watoto ulio nao ni jeshi kubwa. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hautaogopa, na mbali na hofu, maana hofu haitakukaribia. Hofu haitakukaribia. Mambo ya kuumiza hayatakukaribia. Shida hizo ulizonazo hazitakukaribia. Magonjwa ulionayo Bwana asema hayatakukaribia. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wowote watakaokusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Usihofie watu wanaokaa vikao kuharibu maisha yako. Ondoa hofu juu yao, maana Bwana asema hivi ya kwamba hao watu wataanguka wakiwa wanapanga mipango kinyume chako. Wataanguka katika jina la Yesu. Mstari wa 16 anasema, tazama nimemuumba muhunzi avukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake, nami nimemuumba muharibu ili aharibu. Huyo aliye kuharibu wewe ataharibiwa. Bwana ameniumba kwa ajili ya kuharibu silaha walizokutengenezea maadui zako. Kuna watu wamekupa jina lisilo la kwako, na moyo wako unauma. Natabiri baraka kuu ya kiungu juu yako. Mungu aipe nyota yako nuru kuu, na wauone uzuri wako. Tazama, kila silaha itakaofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao itokayo kwangu mimi, asema Bwana.
Mungu ametupa ahadi kubwa sana, ahadi ambayo ukishika moyo wako utajaa furaha. Wangapi wameinuka kinyume chako? Ni lipi unaoliogopa mbele yako? Imeandikwa ya kwamba hapana silaha, hakuna silaha itakayofanyika juu yako ambayo inaweza kufanikiwa, asema Bwana. Na Biblia inasema huu ndio urithi wa watumishi wangu. Urithi maana yake ni kitu chako cha haki cha kudumu alichokupa Mungu. Ni kitu ulichoandikiwa kwamba hautashindwa vita. Basi labda umeumia, umeteseka, umehangaika, umekata tamaa, weka mkono wako kifuani, tabiri mema juu yako, maana yote ulioandikiwa nimekuletea. Pokea baraka katika jina la Yesu. Pokea upako wa kushinda, pokea upako wa mafanikio, pokea upako wa kustawi, pokea upako wa kwenda juu wala usiwe chini milele. Bwana wangu akutendee mema. Mungu atangaze baraka zisizokuwa za kawaida kwako, nazo zikupate katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi jiandae sasa, tarehe 7 saa 1 kamili jioni, kwa maana ya usiku, saa 1 kamili usiku tarehe 7 tutakuwa na ibada tangu saa 1 hadi saa 5 usiku. Itakuwa ni ibada ya kuruhusu baraka za pekee za kiungu kwako. Itakuwa ni ibada ya kubadilisha historia yako kutoka hapo ulipo na kuja maisha mengine kabisa. Andaa sadaka yako, andaa vifaa vya kiroho kwa ajili ya kuandaa madhabahu. Mungu akubariki.